Mechi, hongera kwa matokeo mlioyapata, pole na mchezo, lakini nini ambacho umekiona kwenye mchezo wa leo? Kwanza nashukuru Mungu, mimi naitwa coach Abubakar Ali, ni kocha msaidizi wa Fountain Gate FC. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, leo tumemaliza mchezo wetu salama. Ilikuwa ni mechi ngumu, kila mtu anafahamu mechi hizi za ligi ni mechi ngumu, hasa unapokuwa unacheza ugenini. Tunashukuru Mungu tumepata pointi moja kwenye kiwanja kigumu, kwenye upinzani bora, technical bench bora, pamoja na kila kitu bora ambacho kiliandaliwa kwa ajili ya mechi ya leo. Lakini tulikuwa na maandalizi mazuri kwenye uwanja wa mazoezi na tulijua tunakwenda kucheza mechi ya namna gani. So tuliwaandaa wachezaji wetu kiakili, kimwili, kiufundi, wajue kabisa kwamba nini watapaswa kufanya katika dakika zote 90. Tulitengeneza nafasi, lakini kipindi cha kwanza hatukuwa vizuri sana kwenye kumalizia. Lakini kama unavyofahamu, football haiwezi kuisha mpaka dakika 90 zitakapotimia. Kwa hiyo sisi tulipata dakika za mwisho kabisa na tukatengeneza goli ambalo limetupa alama moja. Alama moja ina maana gani kwenu? Alama moja ina maana kubwa sana. Ukiangalia table utaona tulikuwa na pointi 15, lakini ukipata pointi moja inakusogeza kwenda kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo ina maana table haiko vizuri sana kama ambavyo mnatazama, lakini hata gap la pointi pia sio kubwa sana. So ukipata pointi moja inakusogeza kwenye hatua fulani. Pointi moja hiyo pia inaweza ikakusogeza kutoka kwenye playoff kwa salama, au pointi moja inaweza ikakutoa kwenye kushuka kuja kwenye playoff. Kwa hiyo pointi moja ina maana kubwa sana kwenye football. Mwalimu alifanya mabadiliko ya lazima mapema tu kwenye kipindi cha kwanza akitoka Daniel Joram. Pengine kuna namna mabadiliko yale yaliwaathiri kwenye mchezo huu? Mabadiliko ambayo huwa yanatokea kwa emergency kimsingi huwa yanafanya mnatoka kwenye plani ambayo mlikuwa nayo. So kila mchezo una aina wachezaji ambao utawatumia, kila mchezo ina aina ya plani ambayo wewe unaenda kuitumia. So baada ya kuumia kwa Daniel Joram, ni lazima tulikuwa tuna ulazima wa kubadilisha namna gani tutacheza. That's why tuka change kutoka kwenye 4-2-3-1 kwenda kwenye 3-5-2. Hiyo ilitupa balance nzuri ya kuweza kucheza katika maeneo yote tukiwa na namba ambayo inatimia muda wote. Asante sana.